Mambo. Poa. Linzula na kupigia simu kutoka Radio Maisha Sizikwi nayo. Yes. Ulitutumia SMS kwenye Sizikwi nayo ukasema ungependa kufunguka leo. Yes. Aya, kisa chako ni gani mami? Okay. Nina shida ya 10 years ago. 10 years ago. Nilipata mimba nikiwa form 4. Ulipata mimba ukiwa form 4? Ilikuwa inaelekea kufanya mtihani, nilikuwa mwezi wa 9. Ulikuwa na miaka mingapi? That time nilikuwa 17 years. Ulikuwa 17? Nikielekea 18 years. Nikapata mimba, nikamaliza shule. Kwenye nimaliza shule nikaenda kwa aunti yangu Nairobi. Ukiwa umepata hii mimba? Nikiwa na mimba tayari. Wazazi walikuwa wanajua kwamba uko na mimba? Mamangu hakuwa anajua. So your mom didn't know, na yule mtu alikupatia mimba? Hakuwa anajua. So no one knew? No one knew. Aunti yangu tu ndo alikuja kujua. So nikamaliza shule nikaenda kwa aunti yangu. So nilienda kwa aunti yangu hiyo wakati ndo akajua. Wenye nilimwambia yeye niko na mimba, akaniambia hii mimba lazima utoe, nikamwambia siwezi toa. Baadaye akaniconvince nikakubali. Nilikuwa najua wazazi wangu wenye wako. Toka nipeleka kwa clinic. Nikaenda nikafanywa, hakuna dawa nilipewa. Nilikuwa ni ile drip unaweka kama sindano. Uliwekwa drip? Ya ile drip ya sijui ya uchungu ama ni ya nini. Maji ya uchungu yale? Ya ile ya kuinduce labor? Ya. So nikakuwa na uchungu mwingi, baadaye kutoka. Haikutoka? Haikutoka. Ukijaribu kutoa hii mimba ulikuwa na miezi mingapi? Ilikuwa 20 weeks. Ilikuwa 20 weeks, so 5 months. Yeah. Ukawekwa maji ya uchungu, mimba haikutoka? Ilikutoka. So huyo daktari kuja kaangalia kapata hakuna kitu ilitoka. Kuna sijui zinaitwa nini alitumia ku-expand ile njia ya ile cervix. So alifanya nini baadaye ikatoka. Alikuingiza vyuma ndani? Ni kama kachuma hivi. Sikuelewa, lakini nilisikia sharp pain sio wakati sawa, nilisikia sharp pain. So ndo baadaye akatoka. Yaani aliingiza chuma akawa ni kama anakuangura kule ndani. Yeah. Alafu ndo akakutoa ule ujauzito. Akatoa. So after kutoa ikawaje mami? After kutoa nikarudi kwa aunti, akanipa maji ile tu first aid tukakaa na yeye. Baadaye nikarudi nyumbani. Huyu aunti yako ulimwambia wewe unataka kutoa mimba? Mimi sikumwambia kama nataka kutoa mimba, lakini Jewini alinielezea akanipa ile nilikuwa naogopa wazazi wangu. That's why nilienda Nairobi kwa aunti yangu. Ulikuwa uko close na huyu aunti yako? Tulikuwa close. Na you didn't take time to maybe think side effects ingekuaje, ama maybe labda ukipata mtoto wazazi wako wangekusupport? Ukufikiria hayo? Hayo yote haikuwa kwa akili yangu ile wakati. Hayakuwa kwa akili. Yeye alikuwa ananionyesha the disadvantages of kuwa na yule mtoto. Na wenye wazazi wangu watanichukia, babangu wenye anakuanga violent anaweza ni discipline. So nikaona hii yenye ananipea option ananipea ndo the correct one. So nikafanya hivyo Nzula. So baadaye nikarudi nyumbani after 2 years. Nikaanza kudate tena, nikapata mimba. Nilipata mimba nikaoleka. Uliporudi nyumbani ukapata mwanaume mwingine after 2 years? So ukaingia kwa relationship? Nikaingia kwa relationship. Na huyu mwanaume alikuwa ni mwanaume tofauti ama ni yule aliyekutia mimba ya kwanza? Tofauti. Yule sasa kunipa mimba mimi niliachana naye. So baada ya kuoleka ilifika ile 20 weeks. Ile amniotic fluid ikatoka. Nikaenda hospitali. At 20 weeks maji ikatoka? Maji ikatoka. Lakini mimba haikutoka. Maji ndio ilitoka, nikaenda hospitali, wakaniambia ile amniotic fluid imemwagika ikaisha. Oh my goodness. So wakaniambia lazima ile mimba watoe. Oh no. So ikatoka. Wakaniadvise the next time nirudi nikipata mimba tu immediately nirudi wanieke max wakushone. Wanishone wanieke max stitch. Waliniambia ukiangalia cervix yangu iko weak. Iko weak. Iko weak.
Sasa nilipata ujauzito tena nikarudi hospitali nikiwa na 12 weeks. Nikaenda wakaniweka ile stitch, wakaniambia nikuwe na total bed rest, mimba itakuwa sawa. So nikakuwa na bed rest, na nilikuwa bwanangu alikuwa ananielewa, nikakaa kwa nyumba sasa nafanya kazi. Lakini huko umemwambia bwanako kwamba uliavya mimba? Nilimwambia nilitoka hiyo ya kwanza. Ulimpatia history? Nilimwambia. Nilifunguka kwake nikamwelezea, akaniambia hakuna shida. Tukaenda hospitali tukatoa instruction ya tutafanya, alafu tukarudi kwa nyumba. So nikalea mimba penye nifika 20 weeks tena. Actually nilikuwa 19 weeks na few days. 20 weeks imefika vizuri. Maji tena ikatoka. So ikakuwa hiyo ndio kazi. Mimba ingine nikaenda nikaekewa stitch mara ya pili. At exact time before 19 weeks na few days, mimba tena ikatoka. Inaikuwa inatoka mimba yote, ilikuwa inatoka ile maji tu. Maji ndio ilikuwa inamwagika. Maskini. Sasa ikakuwa hivyo. Kufikia sasa ni miaka mingapi umekuwa kwenye ndoa? Okay, kwa hiyo ndoa nilitoka. Ulitoka. Ulikaa kwenye hiyo ndoa miaka mingapi? Nilikaa for 8 years. For 8 years? Yeah, nilikaa for 8 years. Na for all the 8 years ulikuwa unapoteza ujauzito? Ilikuwa inafika pale nimepata miscarriage mara 7 apart from ile abortion. Oh my goodness, I'm so sorry mama. Pole sana. Kwa kilichangia nitoke kwa ile ndoa ni mahilo za wangenielewa. Juu mimi ningeuliza singefanya wenye nilifanya kutoa mimba. Sasa mahilo za wakunielewa, ilifika mahali mpaka maanzi za my husband sasa. Wakaja kunitesa kaniambia nilikuja kwa kujaza choo, nimelaaniwa. Sasa siwezi pata mimba, nikalia mimba ikafika 9 months. Na kwani mume wako alienda kawaambia na ulikuwa umemwambia in confidence? Hakuwaambia. Walijuaje? Walikuwa wananiambia hapo wanajua kama nilitoa mimba. Walikuwa wanasema niko na laana. Sasa siwezi kubeba mimba ikafika mwisho. Walikuwa wanakumbuka na laana. Niko na laana, alafu nilikuja pale kwao kujaza choo. Wewe umeenda kujaza choo? Nilikuja pale kwao kujaza choo, sijui uchungu wa mtoto. Oh no. Pole mami. So ukatoka kwenye ile ndoa, mume wako angeendelea kukuvumilia? Mimi mwenyewe ndo niliamua kutoka. Mwenyewe alikuwa ananikubalia kuishi nami, hata alikuwa ananiambia tunaweza kaa bila mtoto. Lakini mimi niliona imekuwa too much, wanaongea sana, maana tunafika mpaka mother-in-law haizi niongelesha. Alafu brother ya huyo bwanangu alikuja akaoa nyuma yangu. Akaoa bibi nyuma yangu akapata mtoto. So ilikuwa like kuna kale kashoro huyu amenipa mjukuu, wewe hujainipa. Hiyo unashinda ukikumbushwa. Nakumbusha mpaka wakija pale kwangu. It's like wakija kwa nyumba yangu it's like kuna kashoro. Oh no. Yeah, ni kama wanataka kunionyesha mimi sina maana, sina mtoto. Akipole mama. So ukakata tamaa ukatoka kwenye ndoa? Mimi mwenyewe nikaamua kutoka. Mimi nikamwambia mali imefikia. Naona afadhali kukaa single kuliko kuona hizi drama zinaendelea hapo nyumbani. Nikatoka. Sasa hivi as we talk niko in another relationship. You are in another relationship? Yeah. In this relationship, huyu mwanaume ulimpatia historia yako yote? Sikumpa juu naogopa. Na umeingia kwenye haya mahusiano lini? Last year. Yeah, last year. Mmeoana halali ama mnajaribu tu kama stay? Tunajaribu tu kama my intention kuja kwa relationship ni tafute mtoto. Wewe unataka mtoto? Na so far umejaliwa kupata ujauzito labda? Bado. Yeah. Umeweza kutafuta muda kukutana na daktari wa kizazi, daktari wa wanawake? Wakati nilikuwa kwa hiyo ndo ya kwanza, nilikuwa naona gaina. Nilikuwa natembelea gaina, hapo ndo aliniadvise kwa ile siku. So baadaye akaniambia yeye ajui shida inaingilia wapi, ndio hiyo siku ndio inaweza nisaidia. Hujatafuta gaina mwingine tofauti, an alternative doctor? Hapana. I think you should mami, kwa sababu unajua madaktari hawako perfect.
Okay. Inaweza kuwa mmoja labda amelemewa na kisa chako, but haimaanishi kwamba utapata daktari anaweza kukusaidia. Okay. Na sasa huyu mwanaume amekwambia yeye anataka mtoto? Yeye anataka mtoto. Sasa kitu ambacho kimekuleta ndani ya Siziki Nayo ni kitu gani? Mimi nilikuwa naomba usaidizi Lula. Kama anaweza pata daktari anaweza nisaidia. Kama kuna mtu anaweza nisikiza anaweza ni kutanisha na daktari anaweza nisaidia, mimi naweza kufurahia. Unatafuta daktari ambaye anaweza kukusaidia upate ujauzito na upate mtoto. Na unashuku labda kwa sababu gani mpaka sasa hivi hujapata ujauzito? Unaona miezi yako vizuri? Nimesikia mwezi wa 3, lakini nilipima nikapata hakuna. Ulipima ukapata hakuna? Pole sana, na nakuombea Mungu abariki kizazi chako. Siku moja uweze kushika mtoto wako na utoe ushuhuda. Sawa mami, na usiache kuomba. Okay. Si unajua kisa cha Sara? Yeah. Alipata ujauzito wakati alikuwa amekata tamaa. Yeah. Mpaka malaika walipomtokea akacheka. Yeah. Akawa haamini, akiambiwa kwamba atakuwa mama. Wewe pokea, Mungu atakupatia ujauzito mami. Na utabeba mtoto wako in Jesus name. Amen. Sawa? Okay. Haya. Nakutakia kila la heri. Okay. Jamani, umekisikia kisa cha dada yetu, anasema kwamba amepoteza ujauzito mara 5, mara 6, mara 7, mara 7. Anajaribu anapoteza, anatafuta daktari ambaye anaweza kumsaidia. Kama wewe unamjua daktari ambaye anaweza kumsaidia huyu dada, tutumie ujumbe mfupi kwa 22277 ukianza na neno Siziki Nayo na jina la daktari na ikiwezekana namba ama sehemu daktari anapatikana, lakini pia tunaweza kumtia moyo. Radio Maisha, hello. Hello Nzula, yes, jioni. Salama sana, karibu sana. Asante. Nimesikia kisa cha huyo dada. Ni so sad actually. Now what we can do aside from what I could have said, tafute hata kama ni mitishamba in our culture, that is the Kalenjin culture. Kuna hizi madawa za mitishamba wasichana wanameza ku enhance their ovulation na ku improve fertility. But the best thing we can do as of now ni pray for her and wish her all the best. I agree with you. Asante sana. Thank you, Nzula. Kwa sababu yeye hana ujauzito, hana shida kupata ujauzito, ila anapata na ujauzito haufiki mwisho. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Mambo vipi? Poa sana, upaje? Niko poa, naongea na nani? Naongea na Elias kutoka Narok South. Karibu sana kaka, tumshauri dada yetu. Nimesikia kisa chake. Naomba tu asitia, yani asiwe na moyo, asikate tamaa. Asante, nadhani angavu inakutatiza. Sylvia, karibu mami. Niaje Nzula? Niko poa but nimehuzunika kiasi. Sasa Nzula, unaona huyo daktari mwenye alienda kumtolea ujauzito wa kwanza? Naam. Lazima kuna penye aliharibu. Sasa ni vizuri wenyewe tuende waangalie. Aende kwa daktari, lakini asiambie mume wake wa pili. Unajua sasa ukiambia waume pia wanachukuanga hiyo chanzo kutukejeli. Lakini sasa nikuulize mami, unajua pia akifanya hivyo atakuwa anakosea. Usipomwambia mtu whatever happened, sasa atakuwa akiisha akishangaa mimi ndo niko na shida, mbona bibi yangu hapati mimba? Sijui kama unanielewa. Ndio ako ujauzito. Ataenda kwa daktari, anaenda clinic. Then hapo kuna daktari atamuadvise kuna vile watalea hiyo mimba. But amekuwa akifanya hivyo mami. Amekuwa akifanya hivyo, hata ameenda kaekwa ile stitch wanawake uwekwa, lakini bado maji yanamwagika na yanaisha tumboni. She's been doing that. Ni vile tu hajapata daktari. Lakini asife moyo. Kabisa, I agree with you. Na nimemwambia it is important to look for a second opinion. Ukienda kwa daktari mmoja ikikwambia kwamba ameshindwa na hali yako, mtafute daktari mwingine. Radio Maisha, hello. Alla Nzula namna gani? Niko poa kabisa, nani mwenzangu? Niko chonjo kabisa, ni Vimo Balozi V kutoka upande wa Nakuru Bahati. Karibu kaka. Huyu dada mimi tu kenye naweza kumshauri. Asikate tamaa, azidi kumuomba Mungu, alafu ajidi na daktari tofauti. Okay. Mimi najua, mimi na imani atasaidika. Asante.
Wewe unamwambia je? Radio Maisha, hello. Mzula. Yes. Hii hata sijui nitasema nini. It's very sad my dear. Okay, kama ametembea kwa hospitali na kuna usaidizi yote anapata. Naam. Kusema ukweli kuna wakunga huku hivyo huko tu village huko area huko kwao. At least wanaweza enda pia labda akakaa chini na akaeleza. Najua miti shamba ndio maana hata daktari akishindwa anaweza kwambia chukua plan B ingie huko kama ni huko ndani utafuta madawa zaidi, at least labda uende atasaidika. Yeah. Lakini akuwe mkweli kwa mume wake, amwambie tu kusema kweli mimi nikishika hiyo kitu wewe inatoka. Kabisa I agree with you. Asianze mahusiano na uongo. Radio Maisha, hello. Zula. Yes. Mambo. Niko poa ndugu yangu. Naongea na nani? Wewe ni kijana ndio Mranga. Karibu sana. Hiyo kisa inahuzunisha, lakini sana. Sasa yeye vile tu wenzangu anamshauri kwamba asikate tamaa. Tafute tu daktari. Ukitafuta daktari mmoja akishindwa, kuna ule mwenye anashinda mwingine kiakili pia. Kabisa, I agree with you. Sasa daktari kwa anashindana. Unaweza jaribu hapa kumane, usonge pali umane, usonge watatu, unapata huyo inakubali. Sasa yeye asikufe roho. Angangane tu kujipigania hali yake, mambo itakuwa sawa. Mungu atamfungulia njia, atapata mtoto wake na atalea vizuri. Na hili la kwamba hajamwambia mume wake unamwambiaje? Sasa yeye kumwambia mume wake, unajua hapo hivyo hakumwambia mapema. Yeah. Na saa hiyo hapo ndio atamueleza. Utaona huyu mwanaume lazima atareact, ataanza kuwa na mawazo. Sasa tena mapenzi itapungua kwake. Naam. Wacha kwanza yeye apigane tu na hiyo janga lake kivyake. Kama bado amejikinga pale. Okay. Asante sana kwa maoni yako. Kwa sababu ya muda tunamalizia simu zetu hapo. Dadangu, nadhani unanisikiliza. Nikipata namba ya daktari ambaye ni mzuri na anaweza kukusaidia, I will reach out to you and I will share the number. Na pia mimi nimehudumiwa na daktari mzuri sana, a very good doctor. I will recommend the same doctor akuhudumie. Okay, mimi sikuwa na shida kama yako, but alinihandle vizuri na nilipenda sana vile alinihudumia. I will connect you to that doctor and any other doctor nimeona mtu ametuma amesema amemsaidia. Alafu kutoka hapo sasa tuone kama unaweza kusaidika. Na kutakia kila laheri na nakuombea Mwenyezi Mungu akubariki upate kushikilia mtoto wako siku moja. Hii ni Radio Maisha. Sizikwi nayo. Nzula Makosi tukusaidia kufungua roho.